Mtazamaji wa Chivihi Media, tuko hapa katika viwanja vya Sabasaba Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo hii Mei 27, 2026 Waislamu maeneo mengi duniani wameungana kwa pamoja kwa niaba ya kuswali sunna ya swala ya Idi, na wakazi wengi katika manispaa hiyo wamekutana hapa katika viwanja vya Sabasaba kwa niaba ya kuswali swala hiyo. Lakini pia khatib ameweza kutoa ujumbe kupitia membari hii kuhusiana na namna gani swala hii ya Idi ama siku hii ya Idi Waislamu wanatakiwa wawe. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusiani tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya pili tutakumbushana kidogo sehemu tu ya umuhimu wa kuchinja na nani ananufaika kwa ibada hii ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Hajj aya 37, lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha, haimfikii Mwenyezi Mungu, hazimfikii nyama zenu wala damu za hivyo vichinjwa, lakini yanaluhu taqwa minkum, unamfikia Mwenyezi Mungu ucha Mungu kutokana na nyinyi. Watukufu wa Islam, kwa yeyote ambaye itakuwa amechinja kwa ajili ya ibada, basi afahamu kwamba Allah kinamfikia ucha Mungu wako, kwa maana uchinje kutokana na ucha Mungu wako. Usichinje ujifakharishe mtaani uonekane watu kwamba yule amechinja, alafu ikafikia hatua ile nyama unashindwa kugawanya mafungu ambayo yaliyopangwa. Wako wengine wanachinja mpaka wanaficha zile nyama zilizokuwa kwenye friji mpaka zinaoza, wakati wa wenye sifa ya kupewa zile nyama wapo, akawa nazo tu, au mpaka watu wamuombe. Umechinja kwa ajili ya ibada, kwa nini watu wakuombe? Si uwape wenye sifa na wanaostahili basi. Sasa ndio maana Mwenyezi Mungu anasema hazimfikii nyama zenu wala damu, ni ucha Mungu tu, kwa maana utakiwa uchinje kiucha Mungu, kwa maana kinachomfikia Mwenyezi Mungu ni matendo mema al-khalis, yenye ikhlasi. Aliyechinja kwa ikhlasi ni aliyechinja pamoja na imani, ana imani kwamba hiki kitendo cha kuchinja ni ibada, sio kujifakharisha. Ndicho kinachomfikia Mwenyezi Mungu kutokana na vichinjwa vyetu hivi, kwa maana mwenye uwezo anatakiwa achinje, na ujitahidi usitie udhuru hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku, kwa sababu hicho unachotaka kununulia kichinjwa amekujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si kwa ujanja wako. Kwa nini ushinde kutumia katika kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Zitumie hizo neema katika kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana shida na sisi, ila ni sisi tuliokuwa na shida, ni wahitaji mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, tunahimizana sana katika ibada hii ya kuchinja, na uchinje kwa ikhlasi na ucha Mungu, usiwe na uchinjaji wa kujifakharisha. Nyama zigawanywe kwa mujibu wa mgawanyo uliowekwa, ambao utagawanya mafungu matatu. Fungu utawapa maskini, fungu utawapa ndugu zako wa karibu na marafiki zako, na fungu jingine ni la kwako wewe mwenyewe na familia yako, kwa sababu sio kwamba uchinje alafu wewe mwenyewe usipate kitoweo kwa siku ile. Na tusichinje kwa sababu ya kupata kitoweo, tuchinje kwa sababu ya kutaka radhi na kutekeleza ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika tumezungumza na Sheikh mkuu wa mkoa wa Mtwara, pia Sheikh Jamaluddin Chamwi, naye amepata nafasi ya kutoa nasaha
kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Leo ni siku ambayo Waislamu wanasherehekea na kuna vijana ambao watakwenda mitaani na maeneo mengine. Wito wako kwao ni? Wito wetu ni kwamba kama tunavyorudia siku zote za Idi ile ya Shawali ya kufungua ile na ni vile vile tunaweza kule ni yale kwamba leo ni siku ambayo inabidi kujitahidi kujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi na kuepuka machafu, isije kuwa tunakwenda kwa kusherekea kwa kufanya yale mambo hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhiki nayo na anayachukia. Tujitahidi kuwa karibu kwake, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu kwa dua, dhikri, tasbihi, istighfari na kila jambo la kheri, kutoa sadaka kwa majirani, kwa ndugu na kusaidiana wajane na wale wasiojiweza. Ifanyike juhudi hiyo, ndicho tunachotakiwa kukifanya leo. Ibada hii inaambatana na kuchinja. Mambo gani ya msingi ambayo inatakiwa Muislamu azingatie wanapokwenda kwenye kuchinja? Watu gani ambao wanapaswa kusaidiwa katika siku hii ya leo? Mambo muhimu ya kuzingatia, kwanza ni kuanzia kile kichinjwa chenyewe. Atafute mnyama aliyekamilika mzuri, asiokuwa na dosari. Mbuzi mwenye umri miaka miwili, kondoo anatosha mwaka mmoja, ng'ombe miaka miwili na kuendelea, na ngamia miaka mitano. Kwetu ngamia ni kitu nadra kidogo, lakini mifugo iliyoko kwetu sisi huku ni mbuzi, kondoo na ng'ombe. Ng'ombe, mbuzi masharti yake ni miaka miwili, isiwe chini ya miaka miwili. Kondoo anatosha mwaka mmoja, na wawe waliokamilika, walionona, wazuri. Unatoa kichinjwa wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kija siku ya Kiyama katika sura iliyokuwa mzuri na bora zaidi kuliko ulivyofanya wewe hapa duniani. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Sabasaba Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, jina langu ni Heri Abdallah na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri.